Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Hii ni mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Na leo tutaenda kuliangazia somo la Oktoba 18. Somo linalosema uzuri usiochujuka. Somo la leo limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3, aya ya 3 na ya 4. Neno la Mungu linasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Leo tunaenda kujifunza uzuri usiochujuka. Tunaenda kujifunza misingi yako inavyotutaka tupendeze. Tufundishe mioyo yetu ikawe mioyo ya nyama, ili tunapokuwa tukijifunza mada hii, tukubali maonyo yako, tukubali kubadilika na tukubali kuisikia sauti yako. Pamoja na hayo yote, Mungu wetu, tunawaleta wagonjwa mikononi mwako. Fanya uponyaji kwa kila nafsi ambaye ni mgonjwa. Ukampe afya njema, ukampe ushindi kutoka katika ugonjwa huo. Zaidi sana ukatufundishe kuyaelewa mapenzi yako. Baba yetu uliye mbinguni, asubuhi ya leo tunapojifunza mada hii, enda nasi sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Uzuri usiochujuka. Dini safi ya Yesu inataka kwa watu wake ustahili wa uzuri wa asili na mng'ao wa uhalisi wa asili na usafi wa hali ya juu, badala ya ule wa bandia na wa udanganyifu. Dini ya Biblia haina kitu ndani yake ambacho kitaamshwa na hisia nzuri sana. Ni safi kama tabia ya Mungu na iliyotukuka kama kiti chake cha enzi katika kanuni na matakwa yake yote. Mkombozi wa ulimwengu ametuonya dhidi ya kiburi cha uzima, lakini si dhidi ya neema yake na uzuri wa asili. Alionyesha uzuri wote ung'ao wa maua ya kondeni na kwa yungiyungi lililotulia katika usafi wake usio na waa usoni mwa ziwa. Mwelekeo ndani yako wa kuvaa kuendana na mtindo na kuvaa nguo za kimia na dhahabu na bandia kwa ajili ya maonesho hazitapendekeza kwa wengine dini yako au ukweli unaokiri. Mavazi sahili ya rangi moja yasiyo kwa ajili ya maonesho yatakuwa pendekezo langu kwa dada zangu vijana. Hakuna njia bora zaidi ambayo unaweza kuruhusu nuru yako iangaze kwa wengine kuliko katika usahili wako wa mavazi na mwenendo. Unaweza kuonesha kwa wote kwamba kwa kulinganisha na mambo ya milele, unaweka makadirio sahihi juu ya mambo ya maisha haya. Sasa ni fursa yako ya pekee kujenga tabia safi na takatifu kwa ajili ya mbingu. Huwezi kumudu kuutoa wakati huu wa thamani ili kushughulika na uzuri wa nje na kupuuza urembo wa ndani. Mungu ambaye aliumba vitu vyote vizuri na vinavyovutia kuviangalia kwa macho, anapenda uzuri. Anakuonesha jinsi anavyothamini uzuri wa kweli. Mapambo ya upole na utulivu wa roho machoni pake ni ya thamani kubwa. Je, hatutatafuta kwa bidii kupata kile ambacho Mungu anakihesabu kuwa cha thamani kubwa
kuliko mavazi ya gharama kubwa au lulu au dhahabu? Uzuri wa ndani, neema ya upole na roho ya mapatano na malaika wa mbinguni havitashusha hadhi ya kweli ya tabia au kutufanya kuchujuka hapa duniani. Dini iliyo safi na isiyo na unajisi humwadilisha mmiliki wake. Wapo na Mkristo wa kweli, utapata uchangamfu wa kweli, tumaini takatifu lenye furaha kwa Mungu, kujisalimisha kwa uongozi wake ambao huburudisha nafsi. Upendo na ukarimu wa Mungu unaweza kuonekana kupitia kwa Mkristo kwa kila zawadi anayoipokea. Mwonekano mzuri wa viumbe wa asili ni mada kwa ajili ya tafakari. Katika kujifunza uzuri wa asili unaotuzunguka, akili inabebwa kupitia asili hadi kwa mwasisi wa yote yale ya kupendeza. Kazi zote za Mungu zinazungumza akilini mwetu, zikiuadhimisha uweza wake na kuitukuza hekima yake. Kila kiumbe kina mvuto ndani yake ambao unamvutia mtoto wa Mungu na kuumba mwonjo wake ili kuangalia kwa makini ushahidi huu wa thamani wa upendo wa Mungu kuliko kazi ya ustadi wa mwanadamu. Testimonies for the Church, gombo la 3, ukurasa wa 375 hadi 377. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 18, uzuri usiochujuka. Tunapohitimisha somo hili siku ya leo, ni kualike uwepo wa Bwana dumu kuwa pamoja nasi, pendo la Mungu nao ushirika wa Roho Mtakatifu sasa na hata milele. Amina. Umesongwa na shida maishani, dhambi nayo ya kulemea ndugu, umepoteza matumaini yako, sasa umtazame Bwana kwa upole akuita. Sasa umtazame Bwana kwa upole akuita. Umesongwa na shida maishani, dhambi nayo ya kulemea ndugu, umepoteza matumaini yako, sasa umtazame Bwana kwa upole akuita. Sasa umtazame Bwana kwa upole akuita. Usiogope, Bwana akupenda. Shida, matatizo yote aweza kuondoa. Mpe maisha yako, yeye atayabadilisha. Usiogope, Bwana akupenda. Shida, matatizo yote aweza kuondoa. Mpe maisha yako, yeye atayabadilisha.
katika hali zote, hata kwenda nasi. Ahadi zake ni za kweli, ndugu, usikate tamaa. Ni mwaminifu, atatenda kwa wakati wake. Usiogope, Bwana akupenda. Shida, matatizo yote aweza kuondoa. Mpe maisha yako, yeye atayabadilisha. Usiogope, Bwana akupenda. Shida, matatizo yote aweza